Mkurugenzi wa shirika la kijasusi la Marekani la CIA, John Ratcliffe, alithibitisha kwa shirika la habari la Fox Business siku ya Jumatano kwamba Washington imesitisha kushiriki taarifa za kijasusi na Ukraine. Hatua hiyo ilikuja siku moja tu baada ya vyombo vya habari vya Marekani kuripoti kuwa Marekani ilikuwa imesimamisha msaada wa kijeshi, ikiwa ni pamoja na ununuzi wa silaha mpya na usafirishaji wa silaha zilizokuwa tayari njiani kwenda Ukraine. Alipoulizwa na mtangazaji ikiwa Marekani ilikuwa imekata ushirikiano wake na Ukraine, Ratcliffe alisema kuwa Rais wa Marekani Donald Trump alikuwa ameomba kusitishwa kwa muda ili kuona kama Kiev ilikuwa tayari kufanya kazi kuelekea kusuluhisha mzozo wake na Urusi. Rais Trump alikuwa na swali la msingi kuhusu kama Zelensky alikuwa amejitolea kwa mchango wa amani, Ratcliffe alisema, akidai kuwa kusitishwa kwa msaada na ushirikiano wa kijasusi kulichangia Zelensky kutangaza hadharani kuwa alikuwa tayari kwa amani. Siku ya Jumanne, kiongozi wa Ukraine alisema kuwa Kiev ilikuwa tayari kwa kuachiliwa mara moja kwa wafungwa wa kivita na usitishaji wa mapigano kwa muda mfupi, ikiwa na marufuku ya makombora, droni za masafa marefu, mabomu kwa miundombinu ya nishati na raia wengine. Wiki iliyopita Trump aliwaambia waandishi wa habari kwamba Zelensky alihitaji kuwa tayari kwa usitishaji wa mapigano wa haraka kabla ya kukaribishwa tena Marekani kufuatia mvutano wao katika ikulu ya White House siku ya Ijumaa. Kwenye upande wa kijeshi na upande wa kijasusi, kusitishwa kwa muda kuliwezesha hilo kutokea, Ratcliffe alisema, akiongeza kuwa alitarajia Marekani kurejelea ushirikiano wake na Ukraine hivi karibuni. Nalo shirika la habari la Sky News liliripoti siku ya Jumatano kwamba kusitishwa kwa kushiriki taarifa za kijasusi kulikuwa kwa kuchagua, likinukuu chanzo cha Ukraine. Hata hivyo, hatua hiyo ilifanya iwe vigumu kwa Ukraine kushambulia malengo yaliyo ndani kabisa ya Urusi, chanzo hicho kilisema. Baadaye siku hiyo hiyo, chombo hicho cha habari cha Uingereza kiliripoti kuwa Washington ilikuwa imesimamisha kabisa mtiririko wa taarifa za kijasusi. Saa chache zilizopita, ubadilishanaji wa taarifa zote ulisimamishwa, chanzo cha Ukraine kililiambia shirika hilo la habari la Sky News. Washington pia inaripotiwa kuzuia washirika wake kushiriki taarifa na Ukraine. Gazeti la Financial Times liliripoti siku ya Jumatano likinukuu vyanzo vyenye ufahamu wa swala hilo. Wapokeaji waliokuwa na mali ndani ya Ukraine wenyewe walihisiwa kuendelea kupitisha taarifa husika, gazeti hilo liliandika, lakini Kiev huenda ikakosa taarifa muhimu za haraka zinazohitajika kushambulia malengo ya kijeshi yanayohama. Trump na Zelensky walikuwa na majibizano makali siku ya Ijumaa, ambapo rais wa Marekani alimshutumu kiongozi wa Ukraine kwa kutokuwa na shukrani na kuchezea vita vya tatu vya dunia kwa kukataa kufanya kazi kuelekea kusitisha mapigano. Vyombo kadhaa vya habari vya Marekani, ikiwa ni pamoja na Bloomberg, New York Times na CNN, viliripoti kuwa Trump alikuwa amesimamisha msaada wa kijeshi baada ya mvutano huo. Kulingana na New York Times, agizo la rais liliathiri zaidi ya dola bilioni 1 katika silaha na risasi ambazo zilikuwa kwenye mchakato wa kusafirishwa au kuagizwa. Kwa upande wake, Moscow ilitoa maoni yake kuhusu ripoti hizo kwa kusema kuwa ikiwa Marekani ingesitisha kabisa usambazaji wa silaha, hiyo ingekuwa labda ni mchango bora zaidi kwa ajili ya amani. Hii ni Habari 24 Channel, ambayo tunazidi kukujuza na kukupasha habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia. Kama bado hujasubscribe kwenye YouTube channel hii, unaweza ukafanya hivyo kwa kubofya neno subscribe, na utaendelea kupata habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia.